Baba, naomba unisamehe. Sikuwahi kujua kuhusu hadithi ya maisha yangu. Pesa zilinifanya nifikirie tofauti. Ushamba wa pesa nikawa sababu ya kutokukumbuka. Naomba unisamehe sana baba yangu. Wewe ndio nguzo pekee ninayoitegemea. Kabla sijakuwa, uliteseka sana kwa ajili yangu. Ila hata matunda ya kila ulichokihangaikia sikukupa fursa ya kuweza kuyaonja. Mimi niliponda raha tu bila kukukumbuka. Wanawake waliteka akili yangu. Nikaamini nimemaliza. Kumbe ni ushamba uliopitiliza. Baba, ulale kwa amani. Laana yako inaendelea kunitafuta mpaka pale nitakapoiaga dunia. Kumsika kwa amani. Mimi niko tayari kuzibeba laana zako. Kwani ni haki kuzipata? Niliyokutendea ni maumivu makubwa. Karibu katika mwendelezo wa simulizi yetu nzuri, simulizi ya maisha ya mtoto Modric. Hii ikiwa ni sehemu yake ya 3. Nikukumbushe tu usisahau kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele ili uwe kwanza kuweza kupata simulizi zetu. Kilio kizito kilimtawala Modric. Maneno hayo ilikuwa ikimtoka hapo kaburini, kwenye kaburi la marehemu baba yake. Modric alilia sana kiasi cha kuchanganyikiwa. Sauti ilimkauka kabisa. Baada ya kilio kizito ndipo alipoanza safari kurejea mjini. Kijiji kizima kilimzomea, aibu ilimtawala, hasira zilimzizima. Hakuwa na namna, alikubali kila kitu kilichoweza kumkabili, kwa maana yeye ndiyo chanzo cha yote hayo. Safari ya mjini ilitamatika, akafika jijini salama kuyaanza maisha yake. Parua naye alishafanya mambo yake huko. Modric, kazi ngumu zikawa ndio usitiri wake. Hana mafanikio yoyote yale. Hana hata nyumba ya kuweza kuishi. Analala kwenye maboksi tu. Anazulumiwa hatari. Kula yake ni ya taabu sana. Anatia huruma. Mwili wote umempururuka. Hana haiba ukimtazama. Ule utajiri wote aliokuwa nao umebaki kuwa ni hadithi tu. Huku upande wa pili mambo nayo yameshapamba moto. Parua ameshamsaliti Mayasa. Amemfukuza kama mbwa atoke kwenye nyumba waliopanga. Yeye kaleta kimada chake cha kizungu, wale raha. Mali zote kwa asilimia kubwa Mayasa alishammilikisha Parua. Yeye hana chochote kabisa. Nguvu ya mapenzi ilimvuruga kiasi cha kumparia. Aliandikisha mali zote bila kujijua. Alimwamini sana Parua, lakini siku isiyo na jina imekuja kumwadhibu. Mwisho wa ubaya ni aibu. Mayasa naye ameingia matatizoni. Hana la maana analoweza kulifanya. Yeye ni tabu tu zimemkabiri. Maisha ya uchokora yanamwita. Ubaya yuko kwenye nchi za watu. Hakuna yoyote anayemjua. Mgogoni yuko na kichanga chake kinamsumbua. Aise, kweli watu hubadilika. Parua alikuwa hana mbele wala nyuma. Parua alikuwa hana mbele wala nyuma. Kazi yake ilikuwa ni bodaboda, huku usanii ukimpa mideko na raha za maisha. Kaonjesha utajiri umemnogea. Ameamua kuumiliki mazima. Unajua utajiri ndugu yangu una mambo mengi sana. Yaani watu wakiwa na pesa wanabadilika ndugu yangu.
kuwa makini sana katika masuala ya pesa. Maisha ya Mayasa hayana tofauti na Modric kabisa, wote wanapitia tabu. Mayasa maisha yalimzidi, hana pesa wala chakula, anakula makombo yanayotupwa na walioshiba. Mtoto alitawaliwa na magonjwa, pesa ya hospitali Mayasa ilimshinda. Mwisho wa siku kichanga chake kiliaga dunia. Hapa ndipo machungu yalimzidi. Uhaba wa pesa, kifo cha mtoto, usaliti wa mapenzi vilimfanya kichwa chake kiwe ukumbi wa mikutano isiyo na suluhu. Kichwa kilimbangua haswa, akili ilipata moto, mawazo yakasokotana hatari. Magonjwa ya akili yakamtawala, akawa chizi kuisha kazi. Laana ya usaliti iliendelea kutawala. Bwana Palua hakuachwa salama. Usaliti ulimfata na huyo mzungu wake. Mzungu huyo alikuwa ni mke wa mtu. Hapo awali aligombana na mume wake, hivyo alihitaji mtu wa kumliwaza na kumchuna pesa ili maisha mengine yaweze kuendelea. Hapo ndipo Palua alipopata bahati ya kujifededea, akidhani kaokota dodo kwenye mnazi, kumbe kaokota usaliti uliokolea chumvi na sukari. Baada ya mzungu kuchuna pesa, aliamua kurejea kwenye ndoa yake, kuendeleza maisha ya mapenzi na mume wake. Palua aligundua hilo wakati ukiwa umeenda sana, kiasi ambacho moyo wake ulishakolea mahaba. Amekufa ameoza juu ya mzungu. Usaliti hakutaka kuuelewa kabisa. Alijaribu mara kadhaa kumshawishi mzungu wake arejee nyumbani, lakini hakutaka kuelewa. Zaidi alimpa majibu ya kebehi na dharau. Basi bwana, ndugu yetu Palua uvumilivu ulimshinda. Hapo ndipo aliamua kutumia nguvu yake ya risasi. Alifanya upelelezi wake, ndipo alipogundua wanapoishi mzungu na mumewe. Hapo hakutaka kuuliza, alikata maisha ya wote wawili, mtu na mke wake. Hakutaka masiara kabisa. Askari wa mji walimnasa kabla ya kutoroka katika nchi hiyo. Hapo ndipo alipopelekwa mahakamani kuhukumiwa kunyongwa. Sheria za nchi hiyo hazikuwa na masihara kabisa. Ukiua na wewe unauliwa. Maisha ya Palua yakaishia hapo, ndani ya hukumu mbaya ya kunyongwa. Modric yeye alishaandikiwa laana ya kuteseka kwenye dunia. Maisha yalizidi kuendelea kwa kasi, ukongwe nao ulimuita. Mwanzoni alikuwa na nguvu ya kubeba mizigo mizito, ila kila hatua aliyoipiga iliteketeza nguvu zake. Hatimaye akawa hawezi kunyanyua hata kilo 25 za unga. Hapo ndipo alipohamia barabarani kuomba wapita njia. Hana kingine chochote kinachoweza kumpa hamasa ya maisha. Yuko tu haelewi cha kufanya. Ni mzee tayari, anatembelea magongo. Kilichobaki ni kusubiri kifo tu. Ameshachoka kuteseka. Upande wa Mayasa ni mbaya zaidi. Uchizi umemkisiri kiasi cha kuvua nguo kabisa. Hapo ndipo alipokutana na wahuni wapenda ngono, wakamfanya kuwa kitoweo. Hapo ndipo alipotawaliwa na maambukizi ya ukimwi, akawa zofu lahari, akisubiri kifo kama ex wake Modric. Jamani, wema ni akiba. Tenda wema kwa mwenzako, hasa wale waliokutendea wema wakati wewe una shida. Si kwa asilimia zote unaweza kulipa wema wao. Kwa kiasi tu inaweza tosha kuwapa faraja. Naamini umeweza kujifunza mengi kupitia hadithi ya ndugu yetu Modric. Alielelewa kwa tabu na mtu baki, lakini alishindwa kulipiza wema aliopatiwa. Pesa na wanawake zilimfanya awe kipofu, kusahau yote aliyotendewa. Hapo ndipo maisha yake yalipotawaliwa na laana hadi kufikia uzee. Tuwekeze wema jamani, yasije yakatukuta ya Modric. Hadi hapa mimi sina la zaidi, na huu ndio mwisho wa simulizi yetu nzuri kabisa, simulizi ya maisha ya mtoto Modric. Tukutane tena katika simulizi zinazokuja. Nikukumbushe tu usisahau kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kuweza kupata simulizi zetu. Langu jina naitwa Saluki, au unaweza kuniita Mr. Stoleman.
Thank you.